Mara nyingi kwenye misiba tunalia, wewe Mungu huna huruma. Ungekuwa na huruma usingemchukua huyu. Sikiliza, Mungu anachofanya anafanya kwa kusudi lake na mapenzi yake. Ndio sababu sasa Ayubu anasema nimechanganyikiwa, ni kama sioni, lakini kama ningejua napokaa ningefuata. Hapo la muhimu kwetu sisi sote na la maana sana kwetu ni kutamani uwepo wa Bwana. Uwepo wa Bwana utatutia nguvu tunapopita kwenye changamoto kubwa kama hizi. Uwepo wa Bwana utaleta amani ndani yetu tunapopita kwenye magumu. Na hata katika nchi yetu tunapita kwenye magumu. Omba sana uwepo wa Bwana. Omba sana Bwana kuhusika kwenye taifa. Tutapata ushuhuda kama wa Ayubu. Hauji tu, isipokuwa lazima tuwe tumemimina mioyo yetu kwa Bwana. Marehemu Mchungaji Emmanuel Sanga alikuwa ni mmoja kati ya viongozi wajumbe wa kwanza waliochaguliwa na kanisa kuwa wajumbe wa kamati kuu ya kanisa la Uinjilisti ya kwanza mwaka 1981, na ni kati ya waumini au muumini aliyekuwa mwanzilishi wa kanisa la Uinjilisti hapa Tanzania mwaka 1980, na hatimaye kusajiliwa rasmi kanisa letu katika serikali tarehe 16 mwezi wa pili mwaka 1981. Baba yetu alianza kuugua tarehe 4 Septemba 2025 na kulazwa katika hospitali teule ya Fisi ya matibabu. Baadaye tarehe 24 Septemba 2025 alihamishwa katika hospitali ya taifa Muhimbili ambapo aligundulika alikuwa akisumbuliwa na saratani. Kwa kipindi cha takriban miezi 8 ameendelea katika hali hiyo ya kupata matibabu na kuugua, na hatimaye kwa mapenzi ya Mungu alifariki dunia siku ya Jumatatu tarehe 4 Mei 2026 katika hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila. Ndugu zangu, hakika nimepokea kwa masikitiko makubwa sana taarifa za msiba wangu Emmanuel Sanga. Nilikuwa bungeni, lakini hapo kichwa kikaanza kuprogram namna gani na mimi nishiriki kumwaga mzee huyu. Niseme jambo moja, mwaka 2020 niligombea ubunge wa jimbo la Mbeya vijijini. Nyinyi mlisema umri bado, lakini Mchungaji Sanga aliniambia maneno matatu pale Ikumbi. Akasema, kijana wangu Patali, wewe ndiye unayegombea ubunge? Nikasema mimi, hakika mimi ndiye. Akasema, na kuona unaweza, lakini sasa kuwa kidogo kwanza ili uwe tayari kukabiliana na changamoto za ubunge. Mzee wangu Sanga, hakika kijana wako nimekuwa na mwaka 2025 wanambea vijijini, kama ulivyoona na ulivyosikia, hatukubahatika kuonana, waliridhia niwe mbunge wao. Tumepata pigo kubwa sana katika kanisa letu kwa sababu alikuwa ni baba ambaye kweli ni mlezi, baba ambaye ni mshauri, lakini alikuwa na upendo sana. Lakini Mungu amenipa karama kubwa sana ya kumthamini kila mmoja ambaye anamuona mbele yake. Vitu vingi sana vya kujifunza. Kwanza, kuwajali watu ambao tunawaongoza, hilo ni la kwanza. Lakini la pili, kumshauri mtu anapokosea, sio kumhukumu, ila kumshauri na kumwelekeza njia sahihi ambayo mtu anatakiwa kuifuata. Mchungaji Sanga yeye anasifika kwa sifa ya upole. Alikuwa mchungaji mpole sana sana sana. Kitu cha kujifunza kutoka katika utumishi wake ni unyenyekevu katikati ya huduma yake. Hata kama angechukizwa kwa namna gani, bado Mchungaji Sanga alionyesha unyenyekevu hali ya juu sana. Hakuonyesha sura ya chuki kwa namna yoyote ile katikati ya huduma yake.